Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba ambayo ilielekea huko Afrika ya Kusini kwa ajili ya mchezo wake wa marudiano dhidi ya klabu ya Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini. Unafahamu ya kwamba klabu ya Simba ilicheza mchezo wake wa mkondo wa kwanza dhidi ya Stellenbosch katika dimba la New Amani Zanzibar, pale ambapo ulipoweza kushuhudia klabu ya Simba ikishinda kwa bao 1-0. Sasa mchezo huo ambao unatarajiwa kucheza tarehe 27 siku ya Jumapili majira ya saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ambako klabu ya Simba wametua Afrika Kusini. Lakini kuna mambo ambayo yameweza kujili huko Afrika ya Kusini, nami nimeona si vyema ni kuacha hivi bali nikusogezee kile ambacho kinachoendelea huko. Ni mazito gani hayo ambayo yameweza kutokea huko? Utakwenda kujua hapa kila kitu ambacho kinachoendelea kutoka huko Durban, Afrika ya Kusini, ambako klabu ya Simba ndio wanakwenda kucheza mchezo wao huo wa nusu finali. Ila kabla tujaendelea, ngokumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele hapo, unakuwa ni miongoni mwa watu ambao hawapitwi na taarifa zetu. Karibu. Bana, klabu ya Simba imeweza kudondoka pale Afrika ya Kusini, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba ilikwenda kwa ajili ya mchezo wake huo mkubwa kabisa, mchezo ambao ulikwenda kuwakutanisha klabu ya Simba dhidi ya Stellenbosch, ambapo Stellenbosch wako nyumbani. Lakini hapo Durban ambapo wanachezea mchezo huo, Stellenbosch sio uwanja wao, kwa sababu uwanja wao wenyewe unaweza kuchukua mashabiki wasiopungua 16,000, hivyo wakasogeza katika dimba kubwa ambalo kila mmoja atapata nafasi ya kwenda kushuhudia kwa wingi wa mashabiki ambao wanahitaji kwenda kujitokeza. Lakini sasa hii unaambiwa kuna kuwepo na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa katika soka la Afrika ya Kusini. Unafahamu ya kwamba hivi karibuni tumeweza kushuhudia vurugu ambazo huwa zinatokea katika michezo ya timu za Afrika ya Kusini pindi ambapo wanakuja kucheza na wageni. Uliweza kushuhudia vurugu kubwa ambayo ilitokea kati ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Esperance de Tunis katika mchezo ule wa robo finali, ambapo mambo yalikuwa ni mazito kweli, mashabiki walivutana huku na kule. Lakini hata katika mchezo wa robo finali kati ya Orlando Pirates na kwenyewe mambo yalizuka makubwa kweli, vurugu ya kutosha kabisa. Inaelezwa kwamba mashabiki wa Afrika Kusini wamekuwa kama mbogo kweli. Sasa kile ambacho kinaelezwa kwamba ni hofu juu ya wekundu wa Msimbazi Simba pale katika uwanja wa Stellenbosch ambapo watatua, ambapo unafahamu ya kwamba klabu ya Simba ilisafiri na wachezaji wapatao 23, ambapo yupa golikipa namba 1 Musa Kamara, lakini pia unazungumzia kuna Ali Salim golikipa huyu na Hussein Abel. Lakini katika upande wa walinzi nazungumzia mabeki, kuna Karabu Chamu naye aliondoka na kikosi cha Simba, kuna Abdurazaki Hamza, kuna Mohamed Hussein, kuna Shomari Kapombe, kuna Valentino Nauma, kuna David Kameta Duchu na Chemalon Fondo. Lakini katika upande wa viungo sasa hapa kuna Fabrice Ngoma, Awesu, Yusufu Kagoma, Kibu Dennis, Deborah Fernandez, Lada Kichasambi, Elie Mpanzu, Edwin Balua, Augustin Okajefa, Jean Charles Awa, lakini kuna Joshua Mutale. Lakini katika upande wa wafungaji wameondoka na Lionel Ateba, yupo Steven Desemukwala, ambao wote hawa wameelekea kule Afrika ya Kusini kwa ajili ya mchezo huu. Lakini wameweza kumwacha golikipa Aishi Manula akiendelea kuvuta mbao ndefu. Yani imekuwa ni majanga kwa upande wake. Mambo yamekuwa ni mazito kweli. Ukiweza kushuhudia klabu
klabu ya Simba ikimuweka pembeni kabisa, ambapo kocha mkuu Fadlu Davis amesema ya kwamba timu yake ambapo imefika Afrika Kusini haitokwenda kupaki basi, bali ni kushambulia na kufunga, si kulinda bao moja walilopata nyumbani, na kwamba katika dakika 10 za mwanzo wataipa Stellenbosch ya Afrika Kusini presha kubwa ili kumaliza mapema mechi yao ya marudiano ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Simba ilishinda 1-0 katika mechi ya awali iliyochezwa kwenye uwanja wa Zanzibar. Tumeweka msingi, lakini nyumba haijajengwa bado. Tunakwenda kwenye mchezo wa marudiano tukiwa na lengo moja tu, kutafuta bao la mapema na kumaliza kazi. Hatutacheza kwa kujilinda, hatutacheza kwa woga, hatutaki sare, tunataka ushindi, alisema kocha Fadlu Davis akiweza kuzungumzia kile kilichoweza kutokea katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo inaelezwa ya kwamba klabu ya Stellenbosch yenyewe inaelezwa kwamba mpaka sasa wamepanga mashambulizi mazito kwelikweli kwa upande wa klabu ya Simba, huku wakisema ya kwamba wanakwenda kuiangamiza klabu ya Simba pale pale katika uwanja wao, ikielezwa kwamba wao hawataki kuweza kucheka na mtu, ambapo unazungumzia kocha huyu wa Stellenbosch Steven Benka ameweza kutoa tamko zito kabisa kwa klabu ya Simba, akisema ya kwamba tutabadilisha matokeo, sio lazima kushinda 2-0, tunaweza kushinda 1-0 na kwenda kwenye mikwaju ya penati. Simba sio tishio kwa kile nilichoona, wanafungika na njia ya fainali bado ipo wazi. Steven Benka, kocha mkuu wa Stellenbosch, ukiweza kuzungumzia juu ya kile ambacho kinachozungumzwa kwa wakati huu, ukiweza kuona namna gani ambavyo kile kinachotajwa. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba kwa mujibu wa Africa Zone, Simba ni kinara kwa vilabu vinavyofanya vizuri zaidi Afrika kwenye kalenda ya mashindano kufikia wiki ya 21. Orodha iko hivi: namba 10 yupo Vipers, namba 9 Mamelodi, namba 8 Experience, 7 Power Dynamos, 6 Orlando Pirates, 5 Al Ahly, 4 Yanga, 3 Pyramid, 2 RS Berkane na 1 yuko klabu ya Simba. Unaona bana, wakiweza kutoa takwimu hiyo. Lakini ameandika big boss wa Simba Mo Dewji, anasema kwa niaba ya klabu ya Simba napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha klabu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumepokea kwa moyo wa shukrani mchango wa malazi na usafiri kuelekea mchezo wetu wa marudiano wa nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch utakaofanyika nchini Afrika Kusini. Dr. Samia aipa ndege na malazi klabu ya Simba, ikiwa ni kuwawezesha katika mchezo wao wa nusu fainali. Kwa hiyo kinachosubiria kwa sasa ni kuweza kuona ni yapi ambayo yatakayoweza kujili huko katika dimba hilo la uko Durban, kuweza kushuhudia dakika 90 zingine zitasema vipi. Weka maoni yako hapo chini katika upande